Tunamshukuru Mungu kwa neema na baraka zake anazotujalia katika maisha yetu ya kila siku. Tunamshukuru sana kwa siku hii ya leo ambayo ameweza kutupa nafasi nyingine ya kusimama mbele zake, kumwomba na kumlilia, lakini zaidi kumshukuru kwa yale anayoendelea kututendea katika maisha yetu ya kila siku. Somo letu la leo linasema gundua chanzo cha mateso yanayojirudia kwenye familia yako. Gundua chanzo cha mateso yanayojirudia kwenye familia yako. Kuna aina ya mateso ambayo familia nyingi zinapitia na yamekuwa na mwendelezo wa kujirudia kwa baadhi ya wanafamilia au kwa wote, au baada ya kipindi fulani yanajirudia kwenye familia, au katika simulizi pia mnasikia kwamba pengine waliotutangulia na wao walipitia hiki ambacho leo tunakipitia, au mnasikia masimulizi ambayo watu wanawaambia kwamba chanzo hiki mnachokipitia au matatizo haya mnayopitia nyie, kuna mtu aliyasababisha na labda ilikuwa na hivi na hivi, ikajikuta amesababisha hayo madhara mnayoyapitia leo. Kwa hiyo somo letu ndilo linasema leo, gundua chanzo cha matatizo au mateso yanayojirudia kwenye familia yako, na tutaongozwa na kitabu cha Samueli wa pili. Kitabu cha Samueli wa pili sura 21 aya ya kwanza na aya ya pili. Kitabu cha Samueli wa pili sura ya 21 aya ya kwanza na ya pili. Ngoja tusome ile aya ya kwanza. Nasema, kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3, mwaka kwa mwaka. Manake hii njaa kwa muda wa miaka 3 ilikuwa inajirudia. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Narudia kusoma. Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3, mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Tumsifu Yesu Kristo. Daudi ameingia kwenye kiti cha madaraka, au ameingia kwenye kiti kuwa kama mfalme wa taifa la Israeli, na anapoingia, changamoto ya kwanza kabisa anayokutana nayo ni njaa kwenye taifa la Israeli. Sasa Daudi anachokifanya, haanzi kutafuta ambaye amesababisha hiyo njaa, kwa sababu kama ni wakulima walikuwepo, walikuwa wanalima, lakini walikuwa hawapati chakula. Daudi alichokifanya, akagundua kwamba hii sio hali ya kawaida, kwa sababu ilitokea mwaka wa kwanza njaa ikatokea. Akasema labda ni hali ya hewa imesababisha mwaka huu watu wamekosa chakula. Mwaka wa kwanza ukapita. Mwaka wa pili, hali ile ile iliyotokea mwaka wa kwanza ikajitokeza tena mwaka wa pili. Akasema inawezekana pia ni hali ya hewa, akatulia. Mwaka wa tatu, ile hali iliyotokea mwaka wa kwanza na mwaka wa pili na mwaka wa tatu ikajitokeza tena ndani ya mwaka wa tatu. Daudi akasema hiki sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo Daudi nini alichokifanya? Biblia inasema akautafuta uso wa Bwana. Nini anachokitafuta? Anatafuta chanzo cha ile hali iliyokuwa inatokea kwenye taifa lake. Kuna jambo ambalo linaweza likawa linatokea kwenye familia yako,
na unaliona tu, miaka inakuja inaenda, inakuja inaenda, hilo jambo linajitokeza tu. Wakati mwingine anakuja anapata kaunafuu fulani, lakini baadaye tena, baada ya muda, hilo jambo linainuka tena. Unapokuwa unatafuta kutatua jambo lolote, usitafute unafuu wa hilo jambo, tafuta chanzo cha hilo jambo kimetokana na nini. Daudi alitafuta chanzo cha ile njaa iliyokuwa inatokea kwenye taifa lake alilokuwa analiongoza, na baada ya kutafuta chanzo cha lile tatizo, Mungu anamwambia kwamba sio kosa lako wewe Daudi, ni kosa la Sauli aliyewaua hao Wagibeoni. Kwa hiyo hiyo damu ya hao Wagibeoni ndiyo inayosababisha ukame wa hili taifa kwenye utawala wako. Sasa sikilizeni, tatizo lilitokea wakati wa mfalme Sauli, lakini madhara yanaonekana wakati wa utawala wa Daudi. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani Daudi hajahusika kuwaua Wagibeoni, lakini yale madhara yaliyotokana na Sauli kuwaua wakati akiwa madarakani, kuwaua wale Wagibeoni, yale madhara yanakuja kujitokeza kwenye kiti alichokalia Daudi, kwenye ile nafasi aliyokuwepo. Maana yake madhara yanajitokeza kwenye nyakati anazoishi Daudi wakati wa uongozi wake. Iko hivi, watu wa Mungu, kuna mambo yanaweza yakawa yalitokea wakati hata wewe bado hujazaliwa, na madhara yake yakaja kuonekana kwako au kwa watoto wako. Sasa unapoona hii changamoto, nini unachotakiwa kukifanya? Unatakiwa kuwa kama Daudi. Hautakiwi kutafuta mtu wa kumlaumu. Angalia Daudi, jambo zuri alilolifanya, jambo zuri ambalo Daudi alilifanya, hakulaumu labda wana wa Israeli wakati ule kwamba hamfanyi kazi ndio maana hatujapata mavuno, au hakulaumu kwamba inawezekana uharibifu wa mazingira umepelekea hii hali kutokea kwenye hili taifa. Hakulaumu. Alichokifanya Daudi, aliutafuta uso wa Bwana. Changamoto ya familia yako, majibu yake anayo Mungu. Changamoto ya watoto wako, majibu yake anayo Mungu. Changamoto ya kazi yako, majibu anayo Mungu. Wanadamu wanaweza wakawa hawana majibu yanayojitosheleza kwenye hali yoyote unayopitia. Ukoo wako unaweza ukawa hauna majibu yanayojitosheleza kwa kile unachokiona kwenye familia yako. Cha msingi lazima uwe kama Daudi, utafute uso wa Bwana, na Bwana akuambie chanzo cha mateso ya familia yako kinatokana na nini? Chanzo cha mikwamo yako kwenye maisha kinatokana na nini? Chanzo cha magonjwa yako yanayojirudia kinatokana na nini? Chanzo cha wewe kutokupiga hatua kinatokana na nini? Unatakiwa utafute chanzo. Hautakiwi kutafuta unafuu, kwamba ngoja sasa, kama vile mtu anayesikia kichwa kinauma anaenda kutafuta Panadol kwa ajili ya kutuliza tu maumivu, lakini sio kuondoa tatizo. Daudi alitafuta njia ya kuondoa tatizo, hakutafuta unafuu, kwa sababu unaweza ukatafuta unafuu, lakini baada ya muda ile changamoto ikajirudia tena, na ndicho kinachotokea kwenye familia za tulio wengi. Jambo lolote ambalo unaona haliondoki kwenye maisha yako kwa muda mrefu, hilo jambo usilitafutie unafuu, litafutie ufumbuzi, na ufumbuzi wake unatokana na kutafuta chanzo kilichosababisha hiyo hali kutokea na kujirudia mara kwa mara. Ndicho ambacho Daudi anakifanya, na anapoenda mbele za Mungu, Mungu anamfunulia Daudi, anamwambia Daudi, wala issue sio wewe, ila aliyekutangulia ndiye aliyeleta madhara unayokutana nayo leo. Angalia sasa Daudi anachotaka kukifanya.
Anauliza sasa, anaenda kuwauliza wale wa Gibeoni waliobaki, tufanye nini sasa? Mnataka nifanye nini sasa? Wagibeoni wanadai madai. Ile aya ya pili inasemaje? Aya ya pili inasomeka hivi. Aya ya pili inasomeka hivi: ndipo mfalme akawaita Wagibeoni akawaambia, basi Wagibeoni si wa wana wa Israeli, ila ni wa masalio ya Waamori, na wana wa Israeli walikuwa wamewaapia, lakini Sauli akatafuta kuwaua katika juhudi yake kwa ajili ya wana wa Israeli na Yuda. Basi Daudi akawaambia hawa Wagibeoni, niwatendee nini? Na kwa tendo gani nifanye upatanisho mpate kuubariki urithi wa Bwana? Na hawa Wagibeoni wakamwambia, si jambo la fedha wala dhahabu lililo kati ya sisi na Sauli au nyumba yake, wala si juu yetu kumuua mtu yeyote katika Israeli. Akasema, mtakayeyanena ndiyo nitakayewatendea ninyi. Wakamwambia mfalme, yule mtu aliyetupoteza na kutufanyia shauri la kuharibu tusikae katika mipaka yote ya Israeli, basi na tutolewe watu 7 katika wanaye, nasi tutawatundika mbele za Bwana katika Gibeoni, katika mlima wa Bwana. Hao Wagibeoni wanamwambia Daudi sharti kwamba sasa, sikiliza, sisi tunataka watoto wa Sauli na tunawataka watoto 7, na wao tunataka tuwaue kama huyo Sauli alivyoamuru sisi tukauawa. Sauli inawezekana hayupo, lakini alichokifanya kimeleta madhara kwa watoto wake. Wanakuja kuuawa watoto wake ambao inawezekana hawakuhusika kwenye huo mpango wa Sauli kuwaua Wagibeoni. Ile adhabu wanaibeba wao. Kuna aina ya maisha tunayoishi yanatokana na matunda au mapato ya waliotutangulia. Ngoja tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati tusikie. Kumbukumbu la Torati sura ya 30. Kumbukumbu la Torati sura ya 30, ile aya ya 19. Aya ya 19 inasema hivi: nazishuhudia mbingu na nchi, nazishuhudia mbingu na nchi. Huyo ni Mungu anasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima, ili uwe hai wewe na uzao wako. Sasa sikilizeni, baraka huwa haifanyi kazi au haitendi kazi kwa mtu mmoja peke yake. Baraka ni kitu ambacho kiko kama package. Kwa hiyo ukiipata, maana yake ni kwamba na watoto wako wameipata. Na laana ni hivyo hivyo, inafanya kazi kwa package. Kwa ujue, ukikutana na baraka kwenye maisha yako na uzao wako umeukutanisha na baraka. Ujue ukikutana na hiyo machangamoto ya hiyo laana, ujue kwamba umekutanisha matokeo ya uzao wako na kile ulichokifanya. Kilitokea kwa Sauli. Sauli anawaua Wagibeoni. Matokeo ya kuwaua Wagibeoni wanakuja kukutana nayo watoto wake, na wao wanauawa. Silitokea kwa Ibrahimu. Wakati Ibrahimu anatoa sadaka kwa kuhani Melkizedeki, Biblia inasema ule wakati anatoa, wakati huo huo watoto wake na wao walitoa. Nakumbuka wakati
wakati Ibrahimu anatoa hii sadaka, alikuwa hajapata hata yule mtoto anayeitwa Isaka, lakini Biblia inasema uzazi wake ulikuwa kwenye kiuno chake. Lakini Biblia hiyo hiyo inashuhudia kwamba ukisoma kitabu cha mambo wa waraka kwa Ibrania sura ya 7 aya ya 9 na ile aya ya 10 inashuhudia kwamba wakati Ibrahimu anatoa ile sadaka kwa kuhani mkuu Melkizedeki, hakuwa peke yake. Alikuwa na nani? Anasema alikuwa na uzao wake wote. Tafasiri yake ni kwamba hata wewe unapotoa sadaka leo, hautoi peke yako. Iwe umeoa, iwe hujaoa, umeolewa au hujaolewa, sadaka yote unayotoa hautoi yako kama wewe, unatoa na uzao wako. Maana yake hata hao watoto wako uliowazaa, hata kama ukienda mafichoni ukaenda ukatoa sadaka huko kwa mganga, na wao wametoa. Ni Biblia inasema hivyo. Ukija ukatoa sadaka njema hapa kanisani, haujatoa wewe peke yako, umetoa na watoto wako uliokwisha kuwazaa na walioko viunoni na walioko tumboni. Ni Biblia inasema. Ndicho kilichotokea kwa Ibrahimu. Yeye wakati anatoa sadaka, Biblia inasema hakuwa peke yake, alikuwa na uzao wake. Kuna watu wengine leo tunaishi kwenye madhara tu kwa sababu ya watu ambao walitangulia. Mungu anasema nazishuhudia mbingu na nchi leo. Maana yake ardhi na mbingu zinashuhudia kile unachokuwa unakifanya. Anasema nimekuwekea mbele yako mauti na uzima, baraka na laana. Alafu anakwambia tu chagua leo baraka, ili uwe hai wewe na uzao wako. Sio uwe hai peke yako, wewe na uzao wako. Kwa sababu Mungu anapokubariki, hakubariki wewe peke yako tu, anabariki na uzao wako. Ndio maana unapokuwa umefanikiwa, yale mafanikio hauyafurahii wewe peke yako, wanayafurahia na watoto wako. Na hata unapokuwa unapitia machangamoto, haupiti kwenye hayo machangamoto wewe peke yako, unapita na familia yako. Ndio maana kuna baadhi ya familia mnaweza mkajikuta mmeishiwa, kila mnaangaliana, yaani mnajikuta mko kwenye shida fulani. Kijana ukimwangalia baba yako analia, na baba yako akikuangalia naye analia, kwa sababu hakuna wa kusaidiana. Wote mmepita kwenye tanuru lile lile. Lakini zingine unapokuwa unafurahia maisha na watoto wako wanafurahia pia, manake mmepita kwenye package ya baraka, mmepewa. Kwa hiyo chochote unachokifanya kwenye maisha yako, matokeo yake hayaishii kwako. Matokeo yake yataenda mpaka kwa wale wanaokuzunguka. Juzi kuna clip fulani nilitoa inayozungumzia laana, namna matokeo ya wazazi waliopita yanavyoweza kuleta madhara kwenye maisha ya watoto. Mtu mmoja akanishambulia sana hiyo kurasa wa Facebook. Bahati nzuri nikawa namfahamu mtu anayemfahamu. Alichokuwa na kicomment kile, yule mtu akanitafuta akaniambia, kaka, nimeona huyo mtu anayekushambulia, umesema kwamba watoto huwa wanapokea matokeo ya dhambi za wazazi wao. Ni kweli. Huyo sasa hivi ana wake 3 tofauti. Mke wa kwanza alifunga naye ndoa, wakaachana. Kwa hiyo tunavyozungumza hivi ni jirani yangu. Kwa hiyo hicho alichokuwa anapinga ni cha kwake, ni sindano tu imemwingia, lakini anatafuta namna ya kudefense. Yaani inawezekanaje wewe watoto wako wakakwepa matokeo ya maovu uliyoyafanya? Hakuna namna watoto wako wanaweza wakakwepa maovu uliyoyafanya wewe. Lazima wakutane na hayo matokeo. Ni hivyo hivyo, hakuna namna watoto wako wanaweza wakakwepana na wema ulioufanya, watakutana nao. Tuna watu ambao siku hizi nyakati zote wanasaidiwa na watu ambao hata hawakuwafahamu. Ukirudi nyuma utakuta pengine wazazi wao walikuwa ni watu wa kuwasaidia watu, wanabebwa na zile fadhila, ule upendo wa wazazi wao, hata kama hawako hai, lakini wema wao bado uko hai. Kuna watu leo tunahukumiwa si kwa sababu tunatenda dhambi, ni kwa sababu ya matokeo au ya maisha ya wazazi wetu.
Kwa hiyo chochote unachokitengeneza, unachokiishi leo kitaleta matokeo kwako, kitaleta na matokeo kwenye uzao wako. Sasa Daudi anagundua kwamba kwenye taifa analoliongoza kuna mateso yanayojirudia rudia. Ndio hivyo, tunaweza tukawa kwenye familia ambayo kuna shida inayojirudia rudia. Mabinti wanaolewa wanaachika. Wa kwanza aliolewa wakaachika, wa pili aliolewa wakaachika, wa tatu aliolewa wakaachika. Hayo ni mateso yanayojirudia rudia. Kwenye familia unaweza ukakuta watoto wa kiume hawakai na mwanamke. Mateso yanayojirudia rudia. Mwingine anapambana kweli awe na familia ya mke mmoja, lakini anakuta vitu haviendi. Matokeo yanayojirudia rudia. Daudi baada ya kuona ile njaa akasema, hapa ninaenda kutafuta chanzo, na chanzo cha haya ninaenda kukitafuta kwa Mungu. Na Mungu akawa mwaminifu. Mungu akamwambia Daudi, sio kosa lako mwanangu, hili ni kosa la Sauli, ni kosa la mtangulizi wako. Kwa hiyo Mungu akamwambia, shida iko hapa, chukua uamuzi wewe sasa, ufanye unachotaka kukifanya. Kwa hiyo wakati mwingine unapoona chochote kinachotokea kwenye familia yako, tafuta uso wa Mungu. Mtafute Mungu, muulize Mungu, chanzo cha haya ninayoyaona kinatokea kwenye eneo gani? Na Mungu, ni nini unataka nifanye ili hiki kinachoendelea kisiendelee, ili hiki ninachokiona kisiendelee? Unaweza ukazunguka makanisa na makanisa, mtu wa Mungu, kuombewa, na bado hilo tatizo likabaki hapo hapo. Unaweza ukafunga kila aina ya novena. Unajua, unaweza ukawa unafunga kila aina ya novena ili kusudi Mungu akutoe kwenye hiyo hali. Kumbuka, kuomba na kujua ni vitu viwili tofauti. Sasa watu wengi huwa wanaomba watoke, hawaombi kujua tatizo. Ukijua tatizo, itakuwa ni rahisi sana kutoka kwenye hiyo changamoto. Lakini ukiomba unaweza ukapata unafuu, ila baada ya muda hiyo kitu ikajirudia tena. Kwa hiyo jambo zuri ni kumwomba Mungu akuoneshe chanzo, kama alivyomwonyesha Daudi kwamba tatizo sio la kwako, tatizo ni hili. Na Daudi baada ya kupata chanzo cha tatizo lake, Daudi anaenda kwa hao wahusika, hao wa Gibeoni, anamwambia, mnataka niwatendee nini? Shida ni moja. Hii mikwamo ya wanafamilia au mikwamo ya mtu huwa ina madai. Yaani, kwa mfano, unapoenda kuungama, ukimaliza kuungama, padre anakupa malipizi, anakwambia sali Salamu Maria labda 10. Anakwambia kabisa kwa malipizi yako kasali Salamu Maria 3, Baba yetu 3, atukuzwe 3. Tafasiri yake nini? Madhara ya hii dhambi yanadai sala. Madhara ya hiki ulichokifanya yanadai kitu fulani, anakupa ukafanye malipizi. Ni hivyo kwenye familia zetu, kuna aina fulani ya mazuio ambayo hayaonekani kwa macho. Unajua, watu wengi wao wanapuzia sana hayo mambo, lakini ukija kuchunguza kwenye maisha yao unayaona kabisa.
Yaani unaona kabisa kwamba huyu, pamoja na kwamba anabisha kwamba hamna laana au hamna vitu, lakini maisha yake huyu yana tatizo kabisa. Yaani unaliona kabisa kwamba huyu tatizo lake liko hapa, ila kitu kimoja tu, ubishi. Nisikilizeni, sakramenti ya ubatizo ni kweli imeondoa dhambi ya asili, lakini haijaondoa matokeo ya dhambi ya asili. Kuna mtu hajanisikia vizuri. Sakramenti ya kitubio imeondoa dhambi ya asili ya Adamu na Eva, lakini haijaondoa matokeo yake. Ndio maana kile ambacho mwanadamu wa kwanza aliambiwa kwamba utazaa kwa uchungu ni matokeo ya ile dhambi. Leo unaweza kuwa umebatizwa na hujazaa, lakini ukienda leba unazaa kwa uchungu, matokeo ya ile dhambi. Ni hivyo hivyo, dhambi yoyote unayotenda kwenye maisha yako, utaenda utaungama, itaondoka, lakini trust me, lazima matokeo ya hiyo dhambi, usipoomba rehema na toba Mungu akusamehe, hayo matokeo ya hiyo dhambi yataonekana tu. Sasa ndicho ambacho huwa tunakutana nacho kwenye maisha yetu. Tunatenda madhambi huko, lakini bila kujua hayo matokeo ya hiyo dhambi yataleta madhara kwetu binafsi, lakini yataleta madhara na kwa wale ambao wanatuzunguka, wale ambao wako kwenye cycle yetu, yataleta madhara. Juzi nilikuwa na mama moja ananiambia, mwanangu, mimi sijui na mkosi gani. Kaambia, kwa nini mama? Akaniambia, watoto wangu mimi wote niliowazaa wamesoma sana, na namshukuru Mungu wanapanda vyeo, lakini shida ni moja, watoto wangu watatu, anasema ana watoto watano, watoto wangu watatu wote waliopanda vyeo, kila hiyo taarifa ilipotoka kwamba amepanda cheo, hao watatu wote siko nao, wamekufa. Akaniambia, mtoto wangu wa kwanza alifariki baada ya kuwa amepata nafasi ya kuwa DMO. Ile tu amepewa ile nafasi, hakumaliza wiki akawa ameondoka. Mtoto wangu watatu mwingine aliteuliwa kwenye nafasi nzuri tu, hakumaliza wiki kwenye ile nafasi. Mtoto wangu watatu nimemzika juzi. Mnakumbuka mwaka juzi, nafikiri sio mwaka juzi, wakati uteuzi wa wakurugenzi wa halmashauri, kuna ajali moja ilitokea Songwe. Kuna mtu mmoja, huyo sasa ndo mtoto wake sasa alikuwa anatokea huko, anaenda kuripoti kazini. Amefika hayo maeneo ya Songwe, akapata ajali ya gari, naye akafia pale pale. Sasa amebakiza watoto wawili na wako makazini. Aniambia, nilichowaambia ni kimoja, cheo chochote mtakachopewa ninaomba mbaki hivyo hivyo, nisije nikasikia umekubali uteuzi wa aina yoyote, kwa sababu nitawapoteza, nitabaki mimi peke yangu. Kuna maana gani? Maana yake nini? Huyu mama anaona kabisa kuna kitu kama hicho kinatokea kwenye familia yake kwenye msimu fulani, hasa msimu wa kupanda hatua moja kwenda nyingine, linatokea jambo.
lakini hajajua chanzo cha hicho kinachotokea kila msimu unapopanda. Msimu wa kupanda kwa watoto wake unapowadia, hajui kwamba nini kinachotokea, watoto wake wanapoteza maisha. Kwa hiyo anachotakiwa kutafuta ni chanzo. Autafute uso wa Mungu, amuulize Mungu, kwa nini watoto wangu wanapopata msimu mpya wa mafanikio kinatokea kinachojitokeza leo? Ndicho anachotakiwa kutafuta. Na sisi kweli kuna aina fulani ya maisha tunayaona kwenye familia yanajirudia, tunaishia tu kulaumu kwamba Mungu, kwa nini hiki kinatokea? Kwa nini hiki kinatokea? Na hiyo hali haiwezi ikaondoka kama asipotokea mmoja wetu akawa kama Daudi, akavaa uhusika wa Daudi, akamwomba Mungu, akatafuta uso wa Mungu, akamuuliza Mungu, nini kinachoendelea kwenye maisha na kwenye uzao wao. Daudi aliutafuta uso wa Mungu. Kumbe halikuwa kosa la Daudi, lilikuwa kosa la Sauli. Lakini unajua kwa nini lilikuja kumtesa Daudi? Ni kwa sababu Daudi alienda kukaa kwenye nafasi ile ile aliyokuwa amekaa Sauli. Ndio maana Mungu anapokupa nafasi ya kuwa kiongozi, kile kitu unachoenda kukikalia, kabla haujakikalia, muulize Mungu, aliyetoka kwenye hicho kiti alikuwa anatoa sadaka wapi? Alisababisha madhara gani? Kwa nini unafikiri kwa nini mtu akipata promotion ya kazini, baada ya muda mfupi tu ile kazi au kile cheo alichopewa ananyang'anywa, anapewa mtu mwingine? Na unaweza ukakuta kosa alilomfukuza aliyemkaimu ni kosa hilo hilo na kuja na mfukuza yeye. Kwa unakuta kiti kina shida. Sasa kwa nini kinamletea shida? Ni kwa sababu nafasi ile ile. Na Daudi anakutana na hii kadhia kwa sababu ya nafasi aliyokuwa amekaa ya Sauli. Wewe unapata duka zuri sana au frame nzuri sana, unaenda kuweka biashara zako pale. Lakini ukiuliza mtaani wanakwambia kwenye hilo duka hakuna watu wanaokaa muda mrefu sana. Lakini wewe kwa sababu unaona ni saiti nzuri ambayo inafikika kwa urahisi, ambayo ina mzunguko wa watu, na unasema anyway, labda hawa ambao hawakai labda wanashindwa kulipa kodi au wana matatizo yao binafsi. Na unajikuta unaingia unaweka bidhaa zako mle, ghafla mambo yanaharibika. Ulitakiwa kujua chanzo kinachowafukuza wengine wasikae kwenye hiyo frame ni nini, kwa sababu usipojua chanzo hicho ambacho kimewafanya wengine wasikae, hicho chanzo kitakufanya na wewe usikae. Chanzo hicho ambacho kimewafanya wengine wafilisiki kupitia duka hilo au frame hiyo, chanzo hicho na wewe kinaweza kukufanya ukafilisika. Kuna baadhi ya nyumba ukipanga hautafanikiwa maisha yako yote. Yaani unashangaa, kuna baadhi ya nyumba ukienda ukapanga, ulikuwa unapata kazi za kwenda nje ya kazi yako, hizo kazi zinakata. Ulikuwa na mauzo mazuri kwenye biashara yako, unashangaa yale mauzo yanakata. Ulikuwa hauna madeni, unashangaa unakuwa mtu wa madeni. Ulikuwa unaishi vizuri kwenye ndoa yako, unashangaa ndoa inaanza kuvurugika. Ulikuwa unakaa muda mrefu watoto hawajaugua, unashangaa kila wiki watoto wanaugua. Kuna nyumba zingine ni za chuma ulete, kuna nyumba zingine zimezindikwa.
Nakuta mwenye nyumba ameizindika ile nyumba kwamba mpangaji yeyote atakayepanga kwenye hii nyumba, chochote anachokipata ni cha kwangu. Kwa sasa unajikuta unachofanya haunufaiki nacho, kinaenda kwa mwenye nyumba kwa namna ambayo hata hujui. Kuna watu sengine wakilala kwenye nyumba, aliweka hela sehemu fulani, akiamka asubuhi anakuta haipo. Unaishia kusema tu ni dada wa kazi. Haya, mwisho wa siku unamfukuza huyo dada wa kazi, bado ukirudi ukaweka pesa unakuta zimeibiwa, zimepotea katika mazingira ambayo hata haujui. Kuna nyumba zingine ni za kishirikina kabisa. Unapohamia nyumba yoyote, kama haujajenga, muombe Mungu kwanza akuoneshe kwenye hiyo nyumba unayohamia ni Mungu gani anaabudiwa, ni Mungu gani alisimikwa kwenye hiyo ardhi. Hivi itakula kwako. Hivi utajikuta unaishi kwenye nyumba za upangaji miaka na miaka. Kwa nini? Umehamia kwenye hilo jumba, haujui hata chanzo cha hiyo nyumba ni nini. Unalala kwenye nyumba, unaota ndoto za ajabu ajabu usiku kucha. Kwa nini? Umehamia bila kujua hiyo nyumba ni Mungu gani anayeabudiwa. Kuta wengine ni watu wa kimaagano. Jana usiku kuna mtu mmoja alinipigia simu akaniunganisha na ndugu yake ambaye ameingia kwenye hivi vyama vya siri, haya ma-Freemason, yuko huko Uturuki. Sasa alipoingia kwenye hayo nyumba ya maagano hayo, alienda akapewa ile misaraba ya ki-Freemason, akapewa na fimbo, akapewa na kitambaa. Sasa kwenye hiyo familia kila mwaka wanazika mtu, kila mwaka wanazika mtu. Mama wa hiyo familia akaingia kwenye maombi, mbie Mungu, hiki kitu mbona sio cha kawaida? Unataka na mimi nizike watoto wangu mapema hivi? Yule mama wakati anaomba, akawa anaona damu, lakini akahisi jambo, na kule kuhisi kwake jambo, nafikiri Roho Mtakatifu alimuonesha kwamba kuna kitu hakiko sawa. Wakagundua kwamba fulani hayuko sawa. Sasa wakati ameingia kwenye maombi mwezi wa kwanza, ilikuwa inatakiwa mtu mmoja afe, lakini sasa kwa sababu ya huyu mama ameingia kwenye maombi muda mrefu, ndugu yao mmoja akapata ajali. Sasa huyu ndugu aliposhindwa kutoa kafara, yakamgeuka. Sasa hivi anateseka sana. Sasa akamwambia dada yake, wanaelewana sana, akamwambia, dada, hii shida yote inatokana na mimi, nimeingia kwenye hali fulani. Sasa dada yake ndo akaniunganisha naye. Sasa jana nikawa naongea naye, akasema kuja kwangu huku Uturuki, kweli huwa nafanya biashara huku, lakini sina mpango wa kurudi Tanzania, nataka tu nifie huku. Yaani anasema kuna hali fulani ikifika, nataka kama vile kujinyonga, kufa. Sasa wakati hata naongea naye kwenye video call, anasema si unaona hapa nina madawa ya kulevya hapa, najidunga sindano, ana machupa hapo ya mapombe. Sema nimejikuta natumia hivi vitu tu niondoke.
lakini bado sijaondoka. Nikamuuliza sasa, uko tayari kumpokea Kristo na kufanya toba? Akasema siko tayari, akakataa. Jana hiyo akakataa. Sasa akaniambia, mimi lazima tu nikwambie, kama unawasaidia wanaobaki wasaidie. Kaambia, niambie. Mimi mkataba nilioingia ni wa kila mwaka mwanafamilia mmoja kufa. Sasa maagano ameingia mtu mwingine, madhara wanayapata wengine. Shida wanazipata wengine. Ndio maana kwenye hizi familia tulizopo hatutakiwi kuaminiana sana. Sifa Yesu Kristo. Kwenye hizi familia zetu hizi hatutakiwi kuaminiana sana. Naweza ukikaa na ndugu yako, kumbe naona mko 8, sema hivi, nikitoa mmoja hivi maisha yangu yaende, kwani shida iko wapi? Nikajiuliza, hii shida, kwa nini ameleta hii shida? Na alipoileta ile shida, mke wake ni mwombaji sana, waliachana. Yaani mtoto wao wa kwanza wa kiume, miaka kama 12 hivi, kamezimia tu shuleni. Kukakimbiza hospitali, wanakuta kamekufa, na kameamka tu kako salama. Kutokea pale mke wake akasensa, akasema na kitu hakiko sawa. Akakwapua watoto wake 2, akaondoka. Lakini hiyo shida sasa imerudi, inatafuna ule ukoo. Kwa mtu mmoja tu ameleta madhara kwenye familia nzima. Ameingia maagano yanayoleta shida kwenye familia. Kwa hiyo wakati mwingine, wapendwa, tumuombe sana Mungu atupe macho ya kuona kinachoendelea kwenye familia zetu, chanzo chake kinatokana na nini. Kuna watu wengine kutokufanikiwa kwao hakutokani kwamba hawana juhudi, wana juhudi. Yaani kuna watu ambao hauwezi ukawalaumu kwenye maisha kwamba nyie au wewe mbona huna juhudi, lakini tu mazuio yanakuta tu yametengenezwa na wengine na wengine na wengine na wengine. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba sasa Mungu kwa nini anaruhusu haya? Na mimi nitakuuliza, kwa nini muombe Mungu akuoneshe kinachoendelea? Sasa unaweza ukasema mimi haya ananipata kwa sababu Mungu ni kama una uonevu fulani. Mungu hana uonevu fulani. Muulize akuoneshe kinachopita au kinachotokea kwenye familia kinatokana na nini. Wakatoliki, naomba tusiwe na ukatoliki wa ukishikaji, Ukristo wa kishikaji. Tusiende teketeke tu kwamba unasali kikawaida, unaishi kikawaida, unatoa sadaka kikawaida, unatoa zaka kikawaida, unasali kikawaida, alafu ukafikiri kwamba ulimwengu utaushinda. Ulimwengu una vitu vingi ambavyo ni zaidi ya vile unavyoviona. Umebeba vitu vingi sana zaidi ya vile unavyoviona. Kwa hiyo lazima tujishikamanishe kabisa na Mungu kwa ukaribu na kwa weledi na kwa ubora kabisa, ili tuweze kuini hiki tunachokipitia kwenye maisha yetu. Bila hivi hatuwezi kukomesha mateso yanayojirudia kwenye familia zetu, aibu zinazojirudia kwenye familia zetu, mikosi inayojirudia kwenye familia zetu, vifo
vinavyofanana, vinavyojirudiarudia kwenye familia zetu, tabia za ovyo zinazojirudiarudia kwenye familia zetu na tunaziona. Kuna baadhi ya familia wao hata kushabikia uovu hawaoni shida, sema ni sawa, ni sawa, ni sawa, ni sawa, lakini wanazaa mapato ya ajabu sana. Madhara ya kutenda dhambi hayaishii kwako. Hayo madhara yanaathiri pande zote, kwa waliohusika na kwa ambao hawakuhusika. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tujiandae kumwabudu Yesu wa Ekaristi.